Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sijasikia. Salamu ya Mwenyezi Mungu nakupeni. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watu wao wanasimama wanasema Bwana asifiwe, wanapiga kelele. Nini nakupeni salamu ya Mungu mnakaa kimya? Msiba, hasara Waislamu. Na maneno hayo sio yangu mimi wala sio yenu nyinyi, ila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azza wa jalla. Na Bwana Yesu anatuambia vile vile katika Yohana 20 aya 19. Anatuambia nini? Nayo ilikuwa siku ya kwanza ya juma, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu katikati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Assalamu alaikum. The meaning of Islam is to submission of God. Maana ya Uislamu ni kusarenda, kunyenyekea, kukubali amri na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Otherwise you can go to hell. Alhamdulillah Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Pamoja na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma kipenzi chetu Habib Mustafa Yasin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza nimefurahi sana mimi na ndugu zangu kutuita hapa Zanzibar na kuja kuwapa neno la Mungu, na inshallah Mwenyezi Mungu akulipeni hapa duniani na akhera. Kifupi, kwanza ningejiintroduce mimi kabla ya kuendelea na somo. Mimi naitwa ndugu Mazinge, Habibu Mazinge, ni Mnyamwezi kutoka Tabora, na wengi baada ya kusema hili jina mmesikia katika redio, katika magazeti, mpaka imenadiwa mimi nimepigwa. Lakini nishukuru sana baada ya gazeti kusema nimepigwa, kwa sababu haiwi mtume wa Mwenyezi Mungu mpaka apigwe. Lakini mimi si mtume, kwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Isa ibn Maryam kapigwa Yohana 10:30. Ya ewa swali. Nenda kwa soma kwa maana alafu mimi nitarudia. Naomba masikio sasa hivi mniazime mimi. Yohana 10:30 nasema. Nafikiri wengi sauti hii kama kuna kaseti zimekuja, sauti hii mnaisikia. Kwa hiyo ni Bwana Yahya. Endelea. Mimi na Baba tu mmoja. Yesu anasema mimi na Baba tu mmoja. Ameshaweka different. Akiweka tu kuna different hapa. Hakusema mimi na Baba ni mmoja. Mimi na Baba tu mmoja. Me and Father are one. Hapa hii ametenganisha. Maana yake nini? Yeye anapezi kampiga mtu, kwa sababu Uislamu ni amani. Mkaona Muislamu kampiga mtu, na mtume anatufundisha ugomvi si vizuri, nafikiri watu wote mngesikitiki. Lakini kupigwa lisiwape matatizo. Kupigwa ni kawaida. Ndugu Waislamu, kama mlivyosikia kwamba mimi nimepigwa, sijapigwa mimi. Zile ni njama za kuwachemsha Waislamu na wale ambao si Waislamu. Ni njama. Mimi sijapigwa na sintopigwa, kwa sababu atakayenipiga kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi najua ni mtihani, kwa sababu mmoja ni sunna ya mtume. Kapigwa mawe tai, uongo? Sasa ninyi mkinipongeza kwa sababu mimi kwanza nimeshapata sunna ya mtume, nimepigwa. Kwa hiyo tuweke pembeni na mzungumza Paulo. Paulo ni nani? Paulo si mtume. Muislamu kama utamwamini Paulo kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu, basi Uislamu wako tuna wasiwasi nao.
kwa sababu haiwi mtume wa Mwenyezi Mungu isipokuwa Mwenyezi Mungu amempa wahai mtume yule kwa watu wake. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hii Yohana 3:16, aya hii inasema hivi: kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee. Hii mwana katika lugha ya Biblia ni the son of God, ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. 5:19 Mathayo inasema heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Wana iliyotumika hapa sio wa kuzaa, ni mwana aliyekubali mafundisho ya Mwenyezi Mungu akayafikisha kwa wana wa Israeli. Kwa hiyo Mungu alimpenda Nabii Isa akamtukuza, akamwambia ewe Nabii Isa mwana wa Mariamu, nenda kwa wana wa Israeli ukawaambie kadhaa kadhaa kadhaa. Lakini hakuna aya katika Biblia kwamba Mungu kamtuma Paulo. Never, hakuna. Isipokuwa Bwana Paulo ambaye ni Doctor of Divinity DD, yeye ameisoma Taurati. Baada ya kuusoma katika kumbukumbu la Taurati 18:18, Mungu alimwambia Musa kuwa nitamleta nabii mfano wako wewe Musa, nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye hatonena kwa shauri lake, bali yote atakayonena nitampasha mimi, na nabii yoyote ambaye mimi sikumtuma, nabii huyo atauawa. Mwenyezi Mungu anatuambia nini katika Qur'ani? Huyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mwenda wazimu, wala hasemi kwa matamanio yake mwenyewe, isipokuwa tunampa Roho Mtakatifu au Jibril. Ndiyo anasema, aya inasemaje? Hatonena kwa shauri lake, bali atakayoambiwa huyo mtume ndiyo atasema. Mtume alikuwa akikana masahaba, kitokea kisa anangoja chuma kwanza kidondoke, ananena. Jibril amesema kadhaa 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 kadhaa, akiulizwa na masahaba ajibu. Biblia inasemaje? Hatonena kwa shauri lake, bali atalolisikia ndilo atakalonena. Lakini Paulo hana sifa hii. Paulo hana. Kwa sababu gani? Katika Wakorintho wa pili 11:16 aya hiyo inasema hivi, subiri aya hiyo inasema hivi, nasema tena, mtu asizani ya kuwa mimi ni mpumbavu, lakini mjapo nidhania hivyo, mnikubali kama mimi ni mpumbavu, ili mimi nami nipate kujisifunga kidogo. Ninenalo silineni agizo la Bwana. Paulo anasema analonena yeye hajatumwa na Mwenyezi Mungu, bali katika upumbavu huu wa kutoka kujisifu. Isome haya. Nasema tena, mtu asidhania kuwa mimi ni mpumbavu, lakini mjapo nidhania hivi, mnikubali kama mpumbavu, ili mimi nami nipate kujisifu kidogo. Tulia, unaona? Kwa hiyo Paulo tumchukulie kwa upumbavu, ili na yeye apate kujitukuza kidogo. Kwa sababu gani? Wako mitume kina Isa walitukuzwa na Mungu. Sasa yeye hajapewa ufunuo, akaona na yeye apate kujisifu kidogo. Anasemaje? Ninenalo silineni agizo la Bwana. Yani analonena Paulo anasema ninenalo sineni agizo la Bwana. Yani haya ninayonena Mungu hajanituma mimi niseme, bali kama kwa upumbavu katika ujasiri huu wa kujisifu. Bali kwa upumbavu katika ujasiri huu wa kujisifu. Kwa hiyo Doctor of Divinity Paulo anatuambia yeye utume wake
sio wa kutumwa na Mungu. La hasha, utume wake ni wa upumbavu. Kwa sababu gani? Apate kujisifu na yeye. Ngaa manake hata. Nyie watu wa Unguja mnajua lugha. Ngaa ni hata kidogo. Nini nalo si nini agizo la Bwana. Kwa sababu gani? Haneni agizo la Bwana. Kwa sababu gani? Yesu alishajua kabla hajaondoka mwaka wa 47. Yesu alisema katika Yohana 7:18. Anasema nini? Anasema yeye anenaye kwa nafsi yake mwenyewe utafuta utukufu wake mwenyewe, lakini yeye anenaye yaliyo ya kweli yeye ametumwa na Mungu. Sasa Paulo anasema nini? Nalo sidineni agizo la Bwana. Tusome 7:18 Yohana. Nafsi yake tu utafuta utukufu wake mwenyewe. Tulia, umemsikia? Kwa hiyo Paulo kabla hajaja Yesu alishabashiri, yeye anenaye kwa nafsi yake mwenyewe utafuta utukufu wake mwenyewe. Ndio ile aya niliyokupeni kwamba nini nalo sidineni agizo la Bwana, bali katika ujasiri huu wa kujisifu. Yesu anasema yeye anenaye lake mwenyewe utafuta lake mwenyewe. Sawa Waislamu? Mnaogopa? Sawa? Endelea. Bali yeye anayetafuta utukufu wake aliyempeleka. Endelea. Huyo ni wa kweli. Yule anayetafuta utukufu wake aliyempeleka, huyo ni wa kweli. Ina maana yule aliyetumwa na Mungu, huyo ni wa kweli. From Adam to a prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa wote walikuwa ni mitume wa Mwenyezi Mungu. Huwezi kuwa Muislamu kama utamkataa Isa ibn Maryam au Yesu. Sio Muislamu wewe, ukifa finali jahannam. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Lazima uwakubali mitume wa Mwenyezi Mungu. First of all, Isa ibn Maryam. Kwa hiyo Muislamu sharti umjue Isa ibn Maryam kwamba hakika ni mtume aliyetukuzwa, mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Paulo kama Yesu alipombashiri, kumbe alishatuambia Bwana Yesu. Alafu Yesu akatupa fundisho moja, wale Waislamu aliyekuwa nao akawapa fundisho moja katika Mathayo 7:15. Ili tegeni masikio ili mlielewe. Mathayo 7:15. Jihadharini na manabii wa uongo. Paulo anasema jihadharini na manabii wa uongo. Bwana Yesu, jihadharini na manabii wa uongo. Yeye anaondoka, lakini anakupeni tahadhari nyinyi. Mimi naondoka, lakini jihadharini na manabii wa uongo. Endelea. Watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu. Kwamba mjihadhari na hawa manabii, wao huwa wanawaijieni nyinyi Waislamu kama kondoo, wanajifanya na wao ni Waislamu, lakini ndani ni mbwa mwitu wakali. Ndio maana Paulo alitoka Rumi, alipofika Israeli akajifanya na yeye ni mwana wa Israeli, lakini ni mbwa mwitu. Alipopata fundisho, alipoijua Taurati, first of all akaanza kuwaua mitume wa Bwana Yesu. Ndio maana naambia jihadharini na manabii wa uongo. Watawaijia wamevaa mavazi ya kondoo, lakini ndani ya nafsi yao ni mbwa mwitu. Anamaliziaje hiyo aya? Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba? Unaona, anasema kumbe hawa mitume watakapokuja, wakati Yesu anaondoka, ilikuwa sio mwisho wa mitume. Ndio maana akaambiwa jihadharini na manabii wa uongo. Mtawajua kwa matunda yao. Yaani mtawaona hao jinsi wanavyopanda mimea na matunda yao itakuwaje. Anauliza, je, endelea, au tini katika mibaruti? endelea.
vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri. Anasema Bwana Yesu, mtu hawezi kutuma tini katika mbaruti. Tini si mnalijua? Tini katika mbaruti ni mwiba. Huwezi wewe ukasema hapa kwenye mbaruti niende nikachume tini. Ukiona hili tini unakwenda unachuma tini. Mtu hawezi kuchuma tini katika mbaruti. Sawa Endelea. Na mti mwovu huzaa matunda mema. Ana maana mti mwema unazaa matunda mema na mti mwovu unazaa matunda maovu. Tini ni tunda jema, mbaruti ni mchongoma. Jamani, mchongoma utazaa matunda? Ndio Bwana Yesu anasema mtawajua kwa matunda yao. Je, mtu anaweza kuchuma tini katika mbaruti? Hawezi. Sasa Paulo, je, kama Paulo ni tini, je, anaweza akawa mbaruti? Au kama Paulo ni mbaruti, anaweza kuwa tini? Hawezi. Sio ninyi mseme hawezi, yeye mwenyewe Paulo aseme mimi siwezi. Kweli Paulo unaweza? Paulo anasema hata ya Bwana Yesu siwezi. Matendo 26 aya 9. 26 aya ya 9. Iwekeni sasa hii aya ya tini na mbaruti, maneno ya Bwana Yesu, wekeni na hapo. Kweli mimi mwenyewe naliona ndani ya nafsi yangu kwamba yanipata kutenda mambo mengi yaliyopingamana na jina lake Yesu Mnazareti. Basi Paulo anasema kweli mimi mwenyewe Paulo naliona ndani ya nafsi yangu kutenda mambo mengi yaliyopingamana naye Yesu Mnazareti. Hamwiti Yesu Kristo kwa sababu anajua Kristo, the meaning of Christ is a God. Sasa anasema Yesu Mnazareti. Endelea. Hao wengine nyinyi mnawajua, mimi siwataji. Endelea. Je, hatuna uwezo wa kula na kunywa? Anauliza sasa, kwani uwezo wa kula na kunywa hatuna? Hapa nataka mtege masikio. Ndio maana unakuta wenzetu wanakuwa chakali, sio? Paulo anasema hivi, uwezo wa kula na kunywa sisi hatuna? Vijana wa Dar es Salaam wanaita ngano. Endelea. Hatuna uwezo kuchukua pamoja nasi mke aliye ndugu. Je, kuchukuliana mke aliye ndugu kwani vibaya? Hatuna uwezo. Wewe una mke wako, mimi ndugu yako, unanipa mimi na mimi nakupa wako. Hatuna uwezo kuchukuliana mke aliye ndugu kama wao mitume wengine na ndugu wa Bwana na Kefa. Kama hao mitume walivyofanya, walikuwa wanachukuliana mitume, wanachukuliana wake. Paulo anavyotukana mitume wa Mwenyezi Mungu. Sikilizeni habari. Hatuna uwezo wa kuchukuliana ndugu wake zao. Mazinge leo na mke wangu, wewe ndugu yangu umempenda, unakuja Mazinge namtaka mke wako. Naambia na mimi basi chukua wewe, kachukua, nenda naye, nipe na mimi nende naye. Ndiyo maana yake. Endelea. Au je, ni mimi peke yangu na Barnaba na tusio na uwezo wa kufanya kazi? Anauliza, kwani yeye Paulo na Barnaba huo uwezo wa kufanya kazi hawana? Sasa hiyo kazi mtajua nyinyi, mimi sisemi. Kuchukuliana wake, anauliza kwani hivi mimi tuna Barnaba huo uwezo wa kufanya kazi kwani sisi hatuna? Mtume wa Mwenyezi Mungu huyo makufuru. Endelea. Ni askari gani aendaye vitani wakati wowote kwa gharama zake mwenyewe? Hivi nyinyi mshaona watu wameenda kupigana Mtukula wakajigharamia? Ni askari gani aendaye vitani kwa gharama yake mwenyewe? Yupo jamani Waislamu? Paulo anawaulizeni. Huyu anayekwenda kula akapigana vita alafu anajigharamia, lazima watakuwepo watu wanamgharamia yule ndio apigane vita. Endelea. Ni nani apandaye mizabibu asiyekula katika matunda yake? Yaani nyinyi mnajua kupanda tu, kula zabibu mnapanda tu, mnazaa watoto tu. Je, kula zabibu vipi?
Ni nani anayepanda mizabibu asiyekula katika zabibu? Oneni mtume wa Mwenyezi Mungu anavyotukana. Yesu anasemaje katika 5:27? Mmesikia kwa Musa imenenwa usizini, lakini mimi nawaambieni, atakayemwangalia mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye. Paulo anasemaje? Kuna mtu anayeweza kupanda zabibu asili zabibu? Mtume Muhammad anasemaje? Msikaribie zina. Msalieni mtume. Yesu anasema ukiangalia una janaba. Mtume anakuambiaje? Basi usikaribie. Umeona umekwenda sambamba? Jamani, wanaruhusu zina au wanakataza zina? Wanakataza. Lakini Paulo anasemaje? Hatuna uwezo wa kuchukulia na mke aliye ndugu. Lakini jamani, hivi naongea mnanielewa? Mmemwelewa Paulo tayari? Niache nimalize? Haya, tuendelee. Au ni nani achungaye kundi asiyekunywa katika maziwa ya kundi? Hivi kuna mtu hapa Zanzibar na mbuzi, siku moja sikumbuke nikamue kidogo maziwa ya mbuzi ninyo? Paulo anasema, yaani wewe unaweka kundi tu linakaa, hata siku moja kukamua maziwa ukanywa? Mmeelewa? Wapo wakina mama wanawekwa sehemu kundi. Wale wanasema wao kwamba ni watawa, wanamtukana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anamwambia Adam, nenda duniani mkajazane ili muujaze ulimwengu. Wao wanasema sisi tunatawa. Wafikirie, je, wale mama zao wangekuwa watawa, je, wao wangetawa? Wangezaliwa mpaka wakatawa? Mama yake Isa ibn Maryam au Jesus angesema na mimi natawa, Yesu angezaliwa? Paulo anasema, je, kuna mtu anayeweza kukaa na kundi asikamue maziwa akanywa? Habari kubwa Waislamu, habari kubwa azizi, habari kubwa Waislamu, sio kitu cha kufanya masihala. Paulo hakuishia hapo, hakuishia hapo. Hii hapa nitaishia mimi tu ili kuwawekeeni wazi kwamba ukiona sehemu wamewekwa watu kundi, na lile kundi limekaa halitaki kumcha Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuzaa, basi hawa siku ya kiyama wana ahadi na Mwenyezi Mungu. Lazima wakajibu hawa. Vipi wao wamezaliwa, wao hawakuzaa? Kilichosababisha wao wasizae nini? Paulo hakuishia hapo. Paulo alipoweka mambo yake sawa yote, akamalizia kwenye Wagalatia 3:13, akamtukana Yesu kabisa. Hapo hakumwacha Nabii Isa. Wagalatia 3:13. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Paulo anasema Kristo ametukomboa katika laana ya Taurati, kwa kuwa amefanywa laana kwa ajili yetu, kwa kuwa imekwisha andikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Paulo anamwambia Yesu kwa kuwekwa msalabani kalaaniwa. Swali, mlaanifu huwa anakwenda peponi au anakwenda motoni? Mbona mjibu?
Motoni. Sasa kama Paulo anatuambia Yesu kalaaniwa juu ya mti, huyu Nabii Isa atakwenda peponi motoni? Motoni. Ndio maana alipokuja Mustafa Habib Muhammad akasema hapana, Nabii Isa namjua mimi, ni ndugu yangu. Akasema katika 457 al-Qur'an al-Karim. Kwa kuwa Paulo kamlani Nabii Isa msalabani, mtume wetu Muhammad akaja akamkomboa Nabii Isa pale msalabani, akakanusha hizi habari. Sura ya 457 mpaka 159. Billahi minash shaitani rajim. Wa qawlihim inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin shubiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakk minhu ma lahum bihi min ilmin illa tibaa dhanni wama qataluhu yaqina. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume na kutupasha sisi, na kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Maryam mtume wa Mungu, hali hawakumuua wala hawakumsulubu, bali walibabaishiwa mtu mwingine wakamdhani Nabii Isa. Na kwa hakika wale waliohitalifiana katika hakika hiyo ya kumuua Nabii Isa wamo katika shaka, nalo jambo hilo la kusema kauawa, wao kabisa hawana yakini juu ya jambo hili la kuwa kweli wamemuua Nabii Isa, isipokuwa wanafuata dhana. Ndugu Waislamu, mengi sana ya Bwana Paulo machafu na maovu. Kwa hiyo inabidi tuseme, tuweke wazi. Moja ambayo imeleta itilafu kwa Bwana Yesu na kwa Bwana Paulo. Nabii Isa anasema, yeye anasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Yohana 5:40 mpaka 45. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe. Bwana Yesu anasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji toka mwanzo. Asemapo uongo, husema wako mwenyewe, kwa sababu yeye ni baba wa uongo. Yeye alikuwa muuaji toka mwanzo. Aliyeua wanafunzi wa Bwana Yesu nani? Paulo. Yesu anasema yeye alikuwa muuaji toka mwanzo. Asemapo uongo, husema wake mwenyewe, kwa sababu yeye ni baba wa huo. Alafu hapa kitu kimoja ambacho Bwana Yesu akawa amekizungumza kwa Bwana Paulo. Alijua atakuja mtu atataka asujudiwe, akaweka full stop katika Mathayo 23 aya 9. Wala msimwite mtu baba duniani, kwa maana baba yenu ni mmoja, aliye wa mbinguni. Unamsikiliza? Yesu anatubembeleza, anatufundisha kwa hekima. Wala msimwite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja, aliye mbinguni. Ukimwona mtu hapa ana dhehebu linamwita mtu baba mtakatifu duniani, hamfuati Bwana Yesu. Wala msimwite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja, aliye wapi? Mbinguni. Rabbil alamin, mlezi wa kila kitu.
Kwa hiyo ukimwona mtu anasema ana Baba Mtakatifu, basi huyo hapati, kwa sababu Baba Mtakatifu yuko duniani. Yesu anasema wala msimwite mtu baba duniani, maana Baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Tulifikiwa na ugeni sisi Dar es Salaam na huyu baba ambaye Bwana Yesu alimtabiri katika 24:24 Mathayo. Alijua papa atakuja Tanzania. Yesu akasema wallahi, akasema, akatutolea, akatuweka wazi. Endelea. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Unaona, hakutaja Muislamu hapo. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Endelea. Nao watatoa ishara kubwa na maajabu. Nao watatoa ishara kubwa na maajabu. Ishara wanazofanya sasa hivi, kwa jina la Yesu pepo toka, kwa jina la Yesu pepo toka. Yesu anasema watafanya ishara kubwa na maajabu. Endelea. Wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Endelea. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Basi wakiwaambia yuko jangwani, msitoke. Yesu anasema atapokuja wakiwaambieni yuko jangwani, msiende. Na tulikuwa na ugeni mkubwa jangwani wa Salama, lakini Yesu alitukataza si Waislamu, msiende. Mmesikia maneno ya Bwana Yesu hayo? Au nyinyi habari hamna kwamba alikuja jangwani? Yesu katuambia kama yuko jangwani msiende, kwa maana hao ni makristo wa uongo, hao na manabii wa uongo. Sasa ili kuweka wazi, ninyi watu hapa Unguja na watu wa Zanzibar, Waislamu, muelewe papa ni nani. Tunacho kitabu hapa, atakusomeni wewe bwana Mwalimu. Karibu shaka. Sikilizeni habari za huyo Baba Mtakatifu ambaye ni Paulo anayejifanya mtume. Assalamu alaikum. Papa ni mwenye kuheshimiwa sana na aliyetukuzwa. Yeye si mtu tu, bali ni sawasawa na Mungu. Papa huvishwa taji iliyo na tabaka tatu, ya kuwa ni mfalme wa mbinguni, mfalme wa duniani na akhera. Mamlaka ya askofu wa Rumi hayahusiani na mambo ya mbinguni tu na ya duniani na mambo yaliyo chini ya nchi, walakini hata juu ya malaika kuliko yeye aliye mkuu, kwa sababu yeye ni mkuu sana na mwenye mamlaka makuu sana, sawasawa na Kristo. Papa ni sawasawa na Mungu duniani. Kitabu Danieli na siku zetu. Hawana siku hizo wamekificha, sisi tumekipata ndani ya Mtwara. Tumenunua bei mbaya sana, wanauza jamaa. Kwa hiyo ukimwona papa, jua hujamuona mtu, umemuona Mungu wa duniani. Taka ustadi. Na amesema huvishwa tabaka tatu. Ana kofia ina matawi matatu. Nyesi mnaifahamu kubwa, mshaiona au hamjaiona? Ana kofia na tabaka tatu, ina matawi. Tabaka ya kwanza hapa, tabaka ya pili hapa, na tabaka ya tatu hapa. Mungu duniani, Mungu akhera, na Mungu wapi? Na motoni. Papa habari za kubwa ndiyo Paulo huyu, lakini hapo hapo akamjua mtume aende atoke, lakini Paulo akamjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakumficha bwana, wallahi hakumficha. Katika Efeso 1:15
Hiyo kila mtu aandike. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi, aliye mtakatifu, ndiye aliye arabuni ya urithi wetu. Paulo anasema nanyi katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, aliye mtakatifu, naye yuko arabuni. Naye yuko arabuni. Sijui nani yuko arabuni? Muhammad Rasulullah. Saleni Mtume. Akawa huyu baada ya kutajwa ikaja tena na ufunuo ikambashiri moja kwa moja, ikamwacha Muhammad wazi kabisa. Hilo ndio somo langu, tutamalizia hapa. Nikimaliza hili nakaa walimu huku sasa wanapandwa hapa chini, wanataka kupeni vitu hapa. Na Yohana vile vile akaonyeshwa huyu yuko arabuni. Watu hawezi kumwelewa, kwanza lazima tumpe ishara, watu wamjue katika Biblia na katika maandiko ya kale kwamba huyo nani. Katika Revelation, Ufunuo 19:11 kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli. Unaona, Yohana anasema kisha nikaona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, yeye aliyempanda aitwa mwaminifu na wa kweli, al-amin, al-sadiq. Takbir! Allah! Saleni Mtume. Farasi mweupe, brako. Takbir! Allah! Mwaminifu na wa kweli. Ndio sifa ya Mtume, alikuwa ni mwaminifu na ni kweli. Endelea. Naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Naye kwa haki ahukumu na kufanya vita vya Badri. Anakuja kuhukumu huyu Mtume na lazima apigane vita. Endelea. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto. Anasema aliona macho yake yalikuwa kama mwali wa moto. Ndiyo maana picha ya Mtume haionekani, kwa sababu ni nuru. Macho yake yalikuwa kama mwali wa moto. Ukisema Yesu, picha yake ipo. Endelea. Na juu ya kichwa chake vilemba vingi. Na juu ya kichwa chake vilemba vingi. Vilemba vingi. Endelea. Naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Endelea. Naye amevikwa vazi lililochorwa katika damu. Anasema tena amemuona amevikwa vazi lililochorwa katika damu. Alivyokwenda Mtume Twaif akapigwa mawe, mavazi yake yakalowana. Kwa hiyo anaonyeshwa Mtume huyo atapigwa, kanzu yake italowana na damu. Yesu alivaa kanzu? Ndiyo. Alipigwa mawe, damu ilitoka? Hapana. Endelea. Na jina lake aitwa Neno la Mungu. Jina lake aitwa Neno la Mungu. Kwanza linaanza neno la Mungu, la ilaha
Muhammad Rasulullah, neno lake, yani jina lake laitwa neno la Mungu. Linaanza neno la Mungu kwanza, la ilaha illallah, jina lake Muhammadu Rasulullah. Takbir. Endelea. Na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe sana. Mtume kumbe alionyeshwa anakuja na malaika wanamfanyia escort